Mashambulizi ya makombora ya anga kati ya Iran na Israel yameibua hofu na mzozo mkubwa zaidi wa kikanda baada ya Israel kuzindua operesheni kubwa dhidi ya miundombinu ya kijeshi na nyuklia ya Iran, hatua iliyoibua majibu ya haraka kutoka Tehran. Mashambulizi hayo makubwa yamefanyika katika mazingira ya mvutano wa muda mrefu baina ya mataifa hayo mawili, huku Marekani ikithibitisha kuingilia kati kwa kusaidia kudungua baadhi ya makombora yaliyokuwa yakielekezwa Israel. King'ora cha tahadhari kilisikika kote Israel, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Tel Aviv na Jerusalem, ambapo raia walikimbilia hifadhi za dharura, huku makombora ya Iran yakirushwa kuelekea maeneo mbalimbali. Mashambulizi hayo yalijibiwa kwa makombora ya kujihami ya Israel. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, wanaume wawili waliuawa na kadhaa kujeruhiwa baada ya makombora kutua karibu na makazi yao katika mji wa Rishon LeZion na jirani ya Tel Aviv. Timu za uokoaji zilikuwa zikichimba vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema uongozi wa Iran umevuka mstari mwekundu kwa kuwa kulenga raia wa kawaida na kuonya kuwa Tehran italipa gharama kubwa. Katika tukio jingine, kombora lililovurumishwa kutoka Yemen na kundi la wapiganaji wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran liliua Wapalestina 5 wakiwemo watoto 3 katika ukingo wa Magharibi, kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina. Milipuko kadhaa ilisikika usiku kucha jijini Tehran, ikiwa ni sehemu ya mashambulizi ya Israel yaliyolenga maeneo ya kijeshi na nyuklia. Shirika la habari la Tasnim liliripoti milipuko kadhaa katika uwanja wa ndege wa Mehrabad, eneo la vituo vya kijeshi na miundombinu ya uongozi. Mjumbe wa Iran kutoka Umoja wa Mataifa Amir Saidaravan amesema watu 78 wameuawa na wengine 320 kujeruhiwa, wengi wao wakiwa na baadhi ni maofisa waandamizi wa kijeshi wa Iran. Shirika la habari la Fars limeripoti kuwa mashambulizi ya Iran yaliendelea kwa mawimbi tofauti, ambapo moja kati ya mashambulio hayo yalilenga kitovu cha biashara cha Tel Aviv karibu na alfajiri. Milipuko ilisikika pia katika mji wa Jerusalem. Iran imeeleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa majibu ya operesheni ya Israel ya Ijumaa iliyolenga makamanda wa Iran, wanasayansi wa nyuklia na vituo muhimu vya kijeshi vya urutubishaji wa uranium. Israel ilidai kushambulia kituo kikubwa cha nyuklia cha chini ya ardhi cha Natanz, hatua iliyothibitishwa na mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi kuwa kituo hicho cha majaribio cha kurutubisha uranium kimeharibiwa vibaya. Maofisa wawili wa Marekani wamethibitisha kuwa jeshi la Marekani lilisaidia kudungua makombora ya Iran yaliyokuwa yakielekezwa Israel. Taarifa hiyo imetolewa chini ya Iran kuishutumu Marekani kwa kuhusika moja kwa moja na mashambulizi ya awali na kusema inawajibika kwa matukio yote. Balozi wa Israel kutoka Umoja wa Mataifa Dan Danon amesema ushahidi wa kijasusi umeonyesha kuwa Iran ilikuwa ikijaribu kuzalisha nyenzo za kutengeneza silaha za nyuklia, hivyo operesheni ya Israel ilikuwa hatua ya kujilinda kitaifa. Iran kwa upande wake imeendelea kusisitiza kuwa programu yake ya nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia pekee, lakini ripoti mpya ya IAEA imebaini kuwa Tehran imekuwa ikikiuka baadhi ya masharti ya mikataba wa kimataifa wa kuzuia kusambaza silaha za nyuklia NPT. Mashambulizi haya mapya yameongeza hofu kuibua vita kamili vya kikanda, ingawa washirika wa Iran kama Hamas na Hezbollah wametajwa kuwa katika hali ya kudhoofika kufuatia mashambulizi makali ya Israel katika miezi ya hivi karibuni. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ameonya Israel akisema kuwa hakuna mahali salama na kwamba kisasi kitaendelea kuwa cha uchungu na kisichoisha. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali zinazohusiana na mzozo unaoendelea kati ya Iran na Israel.